Idara ya upelelezi wa makosa ya jinai kaunti Isiolo DCI imethibitisha upatikanaji wa mabaki yanayokisiwa kuwa mfanyabiashara George Gitonga aliyeripotiwa kutoweka takriban siku 6 zilizopita baada ya kubeba wanaume wawili kwa pikipiki yake. Kwa mujibu wa Dennis Wekesa, mkuu wa idara hiyo, ni kuwa walifika eneo la Rulo, viungani vya mji wa Isiolo. Hapo ndipo walipata mifupa na sehemu ya mwili sawa na manguo aliyokuwa amevaa George Gitonga usiku huo. Kitakachofuata kwa mjibu wake ni kuwa mabaki hayo yatasafirishwa kwa chemist ya serikali ili kufanya uchunguzi zaidi ili kudhibitisha kama kweli ni George Gitonga. Jina langu ni Dennis Wekesa, County Criminal Investigations Officer katika gatuzi la Isiolo. Mchana huu adhuhuri hii ningependa kupeana brief kuhusu kesi inayohusu kupotea kwa kijana ambaye anaitwa George Gitonga. George Gitonga, nilivyosema juzi, siku ya Jumatatu, alikuwa mfanyabiashara katika soko la Isiolo, na mnamo siku ya Alhamisi ambayo ni tarehe 14, George iliripotiwa kwamba alipata wateja wawili katika mwendo wa kuelekea saa 3 ya usiku, na hawa wateja ilisemekana alienda nao upande wa barabara ya kuelekea Marsabit, na kuanzia muda huo hakuweza kuonekana tena. So George siku iliyofuata ya Ijumaa tarehe 15, rafiki yake na jamii yake walikuwa wanajaribu kumtafuta kwa simu, lakini hakuwa anachukua simu yake. Kwa hivyo wenzake wakiongozwa na Fredrick Kihara ambaye ni rafiki yake wa karibu na pia kiongozi wa soko la Isiolo, walichukua hatua ya kuleta ripoti katika police station, na ripoti ilipowekwa wakaelekea katika ofisi za DCI ambako juhudi zilichukuliwa kuweza kutafuta mahali ambapo George angepatikana. Kwa siku 3 zilizopita juhudi hizo zimekuwa zikiendelea, na asubuhi hii ya leo ya tarehe 20 mwendo wa saa 2 asubuhi tulipata habari kwamba kulikuwa na mabaki ya mwili ambayo alikuwa amepatikana sehemu ambayo inaitwa Uhuru Primary, ambapo kuna msitu. Maafisa wa polisi wakiongozwa na Sub County Criminal Investigation Officer Chief Inspector Kibet pamoja na OCS wa Isiolo Police Station Chief Inspector Saima pamoja na wale crime scene investigators waliweza kwenda katika ile scene, ambapo waliweza kuthibitisha kwamba kulikuwa na fragments za mifupa ya kichwa na sehemu zingine za mwili, na pia nguo ambazo zilithibitishwa na marafiki wake kwamba zilikuwa za Gitonga zilipatikana pale, pamoja na viatu. Ni jambo la kusikitisha kwamba mwananchi ambaye alikuwa anajitafutia riziki anaweza kupoteza maisha katika jinsi ya kinyama hivyo. So kwa hivyo polisi wakachukua hatua ya kukusanya zile mabaki za mwili na nguo na kuzisafirisha hadi hospitali ya Isiolo ambako zinahifadhiwa, na kulingana na process haya mabaki ya mwili itabidi yapelekwe katika maabara ya kitaifa, the government chemist, ili yaweze kufanywa DNA profiling kuhakikisha kwamba yale mabaki ni ya yule tunakisia kuwa ni George Gitonga. Tungependa kuchukua fursa hii kutoa wito kwa wafanyabiashara wa mji wa Isiolo, especially hawa bodaboda wetu, kukuwa makini zaidi wanapochukua customer wao, especially masaa ya usiku. Tunaona kwamba hili lilikuwa ni jambo la uvamizi wa kawaida, robbery with violence, ambao umempokonya maisha na hali ya kujitahidi na kujitegemea ya kijana ambaye alikuwa anategemewa katika jamii.
pia akidokeza kuwa unafuatilia kamera za CCTV kutoka mahali ambapo George Gitonga aliwabeba wanaume hawa wawili hadi mahali ambapo simu yake ilizimikia ili kujaribu katika kuwasaka waliohusika katika kutekeleza unyama huo. Kulingana na crime scene report, George katika kwa scene ya hayo mauaji kulikuwa na jiwe kubwa ambalo tunakisia lilitumiwa kumaliza uhai wa George, na lile mawe ambalo limetumiwa kumpiga liko na chembe za damu ambayo pia limechukuliwa kama part of the exhibits. So tunakisia kwamba George ukiangalia ile scene ya mapo mwili umepatikana na nguo, ni kama alijitahidi, kulikuwa na mvurugano na akijaribu pengine kushindana na wale ambao walikuwa na nia ya kumnyang'anya pikipiki, na ndiposa wakafikia mahali pa kumuua. Pikipiki bado haijapatikana, na lakini tuko na effort ya kufuata pikipiki. Tulichukua hatua kama part of the process ya kucirculate pikipiki across the country. Pia tunajaribu kustudy the CCTVs along the pattern ya barabara kutoka penye inasemekana George alichukua hao wateja wawili all the way mpaka kwa junction ya kwenda LMD. Haya masaa ya between saa 2 to saa 4 tuweze kuona kama kuna mahali hiyo pikipiki ilikuwa captured na kama tunaweza kujua sura za wale walihusika. Kwa bahati mbaya, mara nyingi hizi pikipiki ambazo zimenunuliwa na wananchi kwa loan zinakuanga na tracking. Kwa bahati mbaya hii pikipiki haikuwa imenunuliwa kwa loan, na mwenyewe pia hakuwa ameweka tracking gadget. Kwa sababu hiyo ingekuwa nayo ingekuwa part of ya kutusaidia, lakini bado tunaendelea kuangalia uchunguzi. Pia nilivyosema katika brief ya juzi ni kwamba simu yake George tunaendelea kuanalyze communication yake, kwa sababu simu yake iliendelea kuwa on even baada ya hiyo siku alipotea na hada siku yake ya kesho kabla simu izime. So tunaendelea kuangalia simu hiyo kama imefanya mawasiliano mengine. Tumeandika report yetu kwa Safaricom, tunangoja tukipata hiyo report tutaweza kufanya analysis na tutaweza kushare majibu na wananchi na familia ya George. Nikiripotia Kamachu TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamachu.